Mkuu! Nakusikia. Kuna kitu jana nimekiona jana. Mtoto mpaka saa hizi alipoenda kusimama hajarudi jamani, muda wote huu. Sijui atafikia nini huko, na mimi namsubiria yeye. Dada. Sasa hivi mdogo wangu ndio narudi muda wote huo. Dada, nilikuwa kisimani. Sinyone nimechelewa. Mpaka saa hizi alikuta huko yapi mdogo wangu. Huko kisimani watu wanakaa vikundi wananongozana. Hapa kijijini watu wanapotea, watu wanauawa. Hawajulikani wanaopotea, hawajulikani kama wanakwenda wapi. Dada, kuna kitu unachonificha ambacho mimi sikijui. Haya mambo mdogo wangu kweli hapo. Na ndio maana mimi nataka nikwambie maana ya mambo ya kutisha. Sijui unanielewa, ndio maana nakuta watu wananong'onezana. Ndio maana watu naona wananong'onezana kwa sababu haya mambo hayataki kuongelewa hadharani mdogo wangu. Wewe nawe hauna dogo? Kwani hapa kijijini kuna kitu gani? Maana hii nikisikia story. Au kuna sababu gani mpaka nifikie tu napotea, watu wanakufa? Hapa kijijini mdogo wangu kulikuwa na mzee. Huyo mzee alikuwa ni wa kuaminika sana. Watu wote walikuwa wanamwamini yeye. Atakao sema ndio atakao sema. Lakini sasa sijajua shida ilikuwa nini. Huyu mzee kwa mambo yake yakaweka ahadi ya kifo. Ahadi ya kifo? Huyu mzee kwa nini kaika ahadi ya kifo? Na kwa kijiji hiki tutakufa wengi na tutateketea wengi kwa hiyo ahadi yake aliyoiweka. Dada, ndio mdogo wangu ahadi yake. Kwa madhari mwenyewe umeshajua kama kuna tatizo hapa kijijini. Kwa hiyo kuanzia sasa unatakiwa uishi kwa tahadhari na uwe na umakini naye uongeze, kwa sababu tatizo hili sio la mimi, sio la wewe, sio la mtu mwingine. La wana kijiji wote hapa. Kama mwenyewe umeshajua, naomba tu utoke hapa naenda kwa Sikitu, umezama. Naenda sijui kwa Kidawa, umezama. Unatakiwa unapoenda uwahi kurudi mdogo wangu. Sijui umenielewa? Sasa mdogo wangu koeze moto mimi natengeneza hapa kwa kijiji tu, maana umechelewa mpaka sasa hivi. sawa dada. Dada naye ukifu. Yaani mtoto kaenda huko kapika wewe mpaka kaja kuyapata haya. Afadhali alivyoyajua. Hiki kijiji ningeficha mpaka lini? Bora alivyojua mwenyewe. Unajifanya mwoga sana. Ipo siku utakuja kunijua. Kwani mimi nimekukosea nini? Unajifanya mjanja sana. Sasa kitu gani kinachokufanya uogope? Na ikiwa wewe unajiamini.
Sina mengi ya kukwambia. Zaidi tunahitaji mzigo wetu uliokopo nao. Hivi kwa nini nani? Mbona sikujui? Na mzigo wangu kutoka kwenu? Utajua tu ninachokitaka kutoka kwako. Nikikuona tena na kidawa, sitaongea tena, nitafanya vitendo. Sitaki kukuona na kidawa. Hilo ndio onyo langu la mwisho.
Vipi? Usikuelewi? Niambie basi babu, niambie. Hizi bangi hizi. Wakati leo damu yangu inachemka namna hii. Umesikia? Leo hapa utainama na tunaanza tiba zetu. Mkuu, sipo vizuri leo. Uwanjani kuna matope. Hata kama kuna matope, tutavaa viatu vyenye jumu kubwa, tutaanza kuingia ulingoni. Umesikia? Mizimu yangu imekuchagua wewe kigagaa. Mizimu imekupenda, utakuwa mwanamke wa mkuu. Mkuu, mimi sipo vizuri. Sawa mkuu, nimekuelewa. Njoo nyumbani leo, lakini njoo na vinguvu kidogo, si unajua tena? Unataka nikutie vinguvu? Ndio. Na kutia nguvu na zingine za kutia. Umesikia? Kitia na wenzako anakula. Nani atie wewe?